Israeli imemwachia huru muasisi wa Hamas Hassan Youssef baada ya miaka miwili gerezani bila kesi yoyote ile. Kutokea na Ramallah, Palestina, mamlaka za usalama nchini Israeli zimezua dhoruba zito la dharura katika ulingo wa kisiasa wa Mashariki ya Kati usiku huu baada ya kumwachia huru rasmi kiongozi mwandamizi na muasisi wa kundi la Hamas, Sheikh Hassan Youssef mwenye umri wa miaka 71 kufuatia kifungo cha zaidi ya miaka miwili chini ya sheria ya dharura ya kuzuiliwa kiutawala bila kufikishwa mahakamani. Kiongozi huyo mwenye ushawishi mkubwa ambaye alikamatwa mlangoni mwa mji wa Beitunia karibu na Ramallah siku chache tu baada ya dhoruba na mashambulizi ya Oktoba 7, 2023 ameachiwa huru msimu huu wa kiangazi, huku kukiwa na doria kali la kiusalama kote katika ukingo wa Magharibi. Dondoo za dharura zimethibitishwa na mtoto wake pamoja na vyombo vya habari vya Palestina vinaonyesha kuwa mwanamsiasa huyo mkongwe alitupwa karibu na mji wa Hebron akiwa katikati hali thabiti ya kudhoofika afya yake kutokana na mateso na mazingira magumu ya gerezani, ambapo alikimbizwa kwa dharura hospitalini huku akiripotiwa kupata majeraha makubwa ya kupasuka kwa kano ya misuli, yani torn tendons. Sheikh Hassan Youssef ambaye katika maisha yake amesota kwenye kuta za jela za Israeli kwa takriban miaka 24 katika vipindi tofauti tofauti, anatajwa kuwa nguzo thabiti iliyosaidia kuanzisha harakati za Hamas mnamo miaka ya 1980 na pia ni baba mzazi wa Mossab Hassan Youssef, jasusi maarufu aliyewahi kuvunja ukuta wa uaminifu na kuwa mnyoka ama kuwanyaka dondoza washirika wa kijasusi la Israel, yani Shin Bet, chini ya jina la siri la The Green Prince. Mpasuko mkubwa wa maoni umejitokeza mtandaoni na mlangoni mwa wachambuzi wa mambo ya kigeni kufuatia hatua hiyo dharura ya Israeli, wakati huu ambapo kuna zaidi ya Wapalestina 3,000 wanaoshikiliwa chini ya mfumo huo wa kuzuiliwa kiutawala msimu huu wa kiangazi, huku wakati baadhi ya vyanzo vya kiintelijensia vinadai kuwa kuachilia kwake ni utaratibu wa kawaida wa kisheria baada ya muda wa kizuizini kuisha bila ushahidi mpya uwanjani. Wengine wanaitazama hatua hiyo kama doria asili ya kidiplomasia inayolenga kupunguza joto la kivita kufuatia dhoruba hivi karibuni na bomu yaliyolipuka kwenye mlango bahari wa Hormuz ndani ya wikendi ya wiki hii.